Tuinuke pamoja kwa nuru ya imani, sauti ya madrasa, sauti ya madrasa, sauti ya madrasa. Elimu, Qurani, malezi, uongofu. Hii ni sauti ya madrasa. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watizamaji wa channel yetu pendwa kabisa Istiqama Swahili TV, tunawakaribisha katika kipindi chetu kipya, kipindi ambacho kitaangaza katika majali kuhusu madaris na kitaenda kwa jina ya Sauti ya Madrasa. Kipindi hiki tutazungumzia mada tofauti tofauti kuhusu madaris, walimu, miundombinu na changamoto na mengineyo yaliyokuwepo katika jamii zetu, na vile vile tukilinganisha kwa zama zetu za sasa pia na za zamani. Na leo hii, ndugu mtazamaji, nitakuwa na wageni wangu maasatidha, walimu wetu ambao watatuendeshea kipindi hiki na watakuja na faida kemkemu na mifano ya uhalisia ambayo sisi tutatakiwa tukue faida kutokana na mifano hiyo na faida hizo. Na si wengine, kuliani kwangu naye Ustadh Rashid bin Khalfan al-Aisari, na pia kushoto kwangu yupo Ustadh Salim bin Muhammad al-Mazrui. Kwa wote tunawakaribisha katika channel yetu hii pendwa, na moja kwa moja tuanze. Katika jamii yetu hasa ya Kizanzibari, kuna utamaduni wetu, kuna madaris. Tukizungumzia madaris tunamaanisha ni ambazo zimetahassus au zimebezi katika kufundisha sharia ya Kiislamu. Maana kilugha tukisema madrasa, wengine watafahamu ni shule. Inakuja shule, lakini kwetu tunatofautisha kati ya shule na madrasa. Shule ni za sekula, zinafundishwa masomo ya sekula. Lakini madrasa tunajua maarufu kwamba hizi ni Qur'ani, tarbia na mengine na lugha za Kiarabu. Kwa hiyo katika jamii yetu ya hivi sasa, madrasa inatizamiwa kwa mtazamo gani? Tukija upande wako Ustadh Salim, kwa zama zetu za sasa hivi. Naam, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtazamo wa sasa hivi, madrasa zinatizamwa kwa mtazamo mdogo sana. Yani ni kama kwamba wale wazazi pale majumbani, mtoto anapofika pengine miaka 5, 4 na nusu, wanakimbilia kumpeleka mtoto madrasa. Wanakuletea mtoto na wanakuomba mchukue, tunataka asome, tunataka apate dini yake vizuri. Na kweli ule mtoto utampokea kwa uzuri, lakini siku akikuachia ule mtoto, basi ule mzazi humoni tena pale madrasa, hata kuja ile kukusikiliza tu unataka nini. Manake ulezi kama yeye tena huko anafanya sio majumbani. Yeye anafanya harakati zake kama mama. Mara nyingi mlezi wa nyumbani ni mama. Kwa hiyo hamna mashirikiano, yani akishakuletea ule mtoto, haya utajua wewe mwenyewe cha kufanya. Ikifika muda tena anaondoka ndugu zake nyumbani. Kwa muda mwingi unakuwa na wewe, unajitahidi kumpa malezi, pengine kuanzia asubuhi mpaka mchana unakuwa naye, unampa malezi mazuri. Lakini malezi yale uliompa, akifika nyumbani, kwa zama zetu sasa hivi, akifika nyumbani yanaharibiwa kwa muda wa dakika 5. Subhanallah. Akifika nyumbani simu ile pale na msuri. Kwa ajili mama ndio hataki tena kero, kishachoka.
Chafanya pilika zako, ana kazi zake pengine. Chukua simu ile mwanangu chezea. Kwa ina maana leo malezi lompa huku akifika nyumbani kwa dakika chache tu yote yanaporomoka. Au ataachwa TV, achiwe remote, atafute mwenyewe anachotaka. Kana kwamba malezi yapo madrasa. Yapo madrasa. Na wakati mwingine cha kustajabisha mpaka kesi inatokezea nyumbani inaletwa madrasa. Unaletewa kesho wewe madrasa. Uje hukumu. Naam. Naam. Ustaz Mudathir, katika jambo limetekezea au listajabisha kwamba mzazi ana mwanawe kwa lugha ya kivijana anasema ukimtia mfukoni hajai. Naam. Wake mdogo eji yake hajafika miaka 9 10. Naam. Sasa kesi ile kuja mzazi mwanamume anampa kesi mwalimu wa kike mdogo kama mwanangu kanipiga jiwe. Naam. Yani angalia hadi kufikia kwamba kama alisema Ustaz Salim kwamba mtazamo wa kisasa katika kwa wazazi kwamba madrasa ndio kila kitu. Naam. Madrasa ndio ifanye A to Z. Mimi nakuletea hichi wa yaraba sambud khalat ulete mukharajat. Nakuletea kitu hamna uinjazie niletee. Lakini kuna ambaye nifuatilie, niangalie, nichukue maamuzi, nitazame, niangalie kipo hakipo, hiyo si kazi yangu. Na majukumu mingi. Na ndio maana hata baadhi ya madaris wameamua hivi kwamba hawa wazazi tufanye kama wamekufa. Kwa sababu sisi tunatengeneza, tunataraji wazazi kwamba watusaidie. Kwa sababu hasa mtu mdogo sana anasema miaka 5 unampa kitu, lazima kile kitu nyumbani katazamwe, kiangaliwe. Kama mtoto wa nasari nyumbani anaporudi anapoangalia kazi zake, homework umefanya, hujafanya, kama vile laiti madrasa ingeendelea ingekuwa vile, tungefika mbali. Wakati mwingine mpaka unakuta mtoto anapofanya kosa huambiwa uko mwalimu wako uko madrasa ndo anapokufundisha hivi. Ndio hivyo. Kana kwamba lile kosa wale walezi hawajui. Naam. Kwa hiyo au wanasema subiri kesho madrasa ni kama mwalimu wako. Au unaona mwalimu wako aliyevaa shungi. Sasa inakuwa yeye mwenyewe haizi kumkataza. Haizi kumkataza yeye akimwona mwalimu kapita. Nitamwambia mwalimu wako yule pale sasa hivi unatoka nje pengine na kibukta. Wewe adhana shadini huendi kuswali, nitamwambia mwalimu wako. Yaani yule mzazi yeye kajivua kabisa. Mia yeye kajivua. Au anamuona mtoto amevaa sivyo, subiri akuone mwalimu wako huko. Akuone mwalimu wako, lakini hashughuliki na swala kama hilo. Hayo ndio madaris katika zama zetu inapotizamwa. Kwa hiyo madaris zinatizamwa katika zama zetu kwamba ndio kila kitu ulezi uishie pale. Nje ya madarasa huko hakuna ulezi. Hakuna tena ulezi. Ambapo tofauti sana. Ndio sahihi. Tofauti sana na inapotakiwa ziwe hizo madarasa. Naam. Na vile vile kwamba wengine wanafikia mbali, utamkuta mzazi anaambia mwanawe, "Hey mwanangu wewe, ndio unavyosali hivyo?" Basi mimi nitaustadhi fulani. Sasa la kushangaza kwamba mzazi ashabaini kosa kwamba mwanangu anasali vibaya. Kwa nini asimweke kitako yeye mwenyewe amsomeshe? Ndio. Mawili. Inawezekana kama ndio asome yuko busy. Inawezekana mzee hajui. Inawezekana mtoto kasali sahihi lakini kwa mtazamo wa mzazi anaona kakosea kwa sababu yule mzazi pengine hicho kitu yenyewe hakijui. Naam, sahihi. Yule mtoto uko sahihi anasali sahihi. Lakini sasa yule mzazi anavyomuona anavyosali anaona kama anakosea kutokana na yeye mwenyewe hajui sala sahihi ni ipi. Naam. Kwa anamtupia lawama mtoto. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tunapata faida hapa kwamba madaris zisichukuliwe kwamba ndiyo kila kitu. Ulezi bali unahitajika tarbia. Mtoto anahitajika kujengwa nyumbani na madrasa. Na kwa kutokana wewe nyumbani au jamii ndo inakuwa inamiliki wakati mkubwa wa yule mtoto mwenyewe. Kwa hiyo ulezi unahitaji mshikamano, umoja kati ya madrasa na nyumbani. Hebu hii kwa upande wa sasa. Zamani mimi inawezekana nimezaliwa juzi lakini Sheikh Salum umetutangulia alhamdulillah. Ashashiba chumvi sasa. Wenyewe wanasema tayari umeshakula chumvi. Hebu tupe zamani madrasa, jamii ilikuwa ikichukuliaje madrasa? Kwa kweli madrasa katika zama za zamani kwenye miaka 80, 90 mpaka mwanzo wa 2000 madaris zilikuwa zikipewa hadhi ya juu, zikiheshimiwa. Mzazi
anajua mimi mtoto wangu nampeleka kwa kupata malezi mazuri. Wanachukulia sasa kwamba malezi mazuri mtoto lazima apate chuoni. Hata saa nyingine pale mtaani panapigwa mfano mtoto akufanya ukosefu wa adabu kwamba huyu hajasoma chuoni au huyu hasomi chuoni kwa sababu tabia aliyoifanya si sahihi. Na vile vile wakati ule wazazi walikuwa wanafuatilia sana watoto wao. Ndio. Sio kwamba namwachia mwalimu peke yake. Mzazi anamkamata mtoto wake, amkuta hajenda chuoni, amkamata mpaka kwa mwalimu. Anachukua yeye bakora kwanza mzazi. Anamtia adabu mtoto, afu anamwambia mwalimu huyu nimekuletea. Mbakishie macho tu. Ni msemo alikuwa akiutumia, mbakishie macho tu, sio kwamba tena umpige abakie macho. Yaani anaonesha kwamba huyu mtoto hapa ataingia hofu, baba kishasema nibakishwe macho. Ina maana siku ya pili atakuwa na hofu ya kufanya utoro. Hata mimi nimepitia, nimepigwa mikwaju sana zama zile na kuthubutu kwenda kushtaki nyumbani eti mwalimu kanipiga. Kuthubutu. Neno naogopa, yani umepigwa unaogopa kwenda yani unaogopa hata nyumbani sijulikane kama umepigwa. Juu ukifika nyumbani kwa nini ukapigwa? Subhanallah. Sijaenda chuoni jana. Kwa nini hujenda? Au nimepewa sura sijaisoma, sijaijua. Au pengine mwalimu anasomesha mimi nacheza au mimi nakula darasa. Yani kuna mambo ambayo yakitokea chuoni unaogopa asije akafika nyumbani. Na yule mwalimu mwenyewe anajua huyu mtoto nimeachiwa mimi, kila kitu ni juu yangu. Najua chochote kitakachotokezea si lazima nikapeleke kesi nyumbani. Kwamba mtoto wako leo hajaja chuoni nimfanye nini? Au mtoto wako kafanya yeye mzazi yule mwalimu ni mzazi namba 2. Kwa hiyo yule mwalimu ni kama baba. Ndio. Yule mtoto anaanza malezi nyumbani kwa mama na kulia kwenye madrasatul ula, mama anakuja akifika umri akiletwa chuoni pale tena anakuja kuendelezwa ile malezi aliyotokea nao nyumbani. Wala humsikii mtoto kutukana wala kutoa neno baya. Na anamheshimu mwalimu kama anavyomheshimu mzazi wake. Na vile vile zama zile sio kwamba babako au mamako tu akikukuta ujenda chuoni ni kesi. La, hata jirani yako akakukuta pengine time ya chuo umekaa, wewe unafanya nini hapo? Hamwendi chuoni nyenye. Sio kwamba ndio akamfuatilia bwana, nimemwona mtoto wako kakaa pahali watu wako chuoni. La, yeye mwenyewe anakuchukulia hukumu pale pale. Kama atakupiga mikwaju, atakukamata kupeleke chuoni akakukabidhisha kwa mwalimu. Lakini mambo hayo sasa hivi hayapo. Wakati ule wazazi walikuwa na ihtimamu kuwahimiza watoto wakasome, lakini watoto wazito kwenda. Na nakumbuka Sheikh Salum, zamani kulikuwa kunatoka doria, ndio kikundi cha wanafunzi hasa wakubwa kinaingia mitaani kutafuta watoro tu. Sawa. Hayo yapo. Hayo mpaka sasa hivi baadhi ya madaris tunayafanya mambo kama haya. Wazidishie. Tunafanya kama hayo. Kwa mujibu wa maneno Sheikh Salim anamaanisha kuwa kwamba mzazi zamani mtazamo wake na madrasa ni kitu ziada katika malezi. Ndio. Au madrasa ni kujaza pengo ambalo hakulipata nyumbani. Leo madrasa ndo aanze mpaka Z. Lakini zamani kama madrasa nimpeleke mwanangu madrasa kwa kuwa niko busy, kwa kuwa na mambo hivi, lakini sasa nifanye mimi juhudi yangu, lakini vile vile juhudi ende pengine. Leo mzazi anashinda kumsomesha mwana al-Fatiha. Hani mtoto anakuja hana kitu. Hasa hafahamu kama al-Fatiha ni katika nguzo miongoni mwa nguzo za sala. Kwa nikimsomesha sahihi akawa mtoto anasali na wangapi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ule ujira na uondoa na peleka wapi? Madrasa. Kwa mimi namsomesha kadhaa, kwa mwalimu anapata wepesi katika kuinua watoto kwenda mbele. Kwa maana yake mimi wajibu wangu ni kumlea mtoto wazee wa zamani hao, na anachukua kauli ya mshairi ambaye anasema huwa yansha unashi ulfitiyani minna, kijana katika sisi anakulia ala ma kana awadahu abuhu, vile vile alivyozoeshwa na baba yake au na mzazi wake. Wa maadana alfata bihijan, walakin kijana hakukuwa na dini kwa akili, kwamba mimi nimepata dini ya Uislamu, nimepata tabia kwa akili yangu. Yuallimuhu tadayyuna aqrabuhu, wanamwamrisha wanamfahamisha dini ni wazazi wake, jamaa zake, watu wa karibu ndio wanaanza wanajenga wazazi. Lakini madrasa inakamilisha yale ambayo kwamba yamepungua au kuna kasoro fulani au jambo fulani au kuna hajafahamu vizuri, madrasa inarekebisha yale. Na zamani nakumbuka madrasa unakuta nyumbani kuna darasa kipindi maalum watoto wanatengewa. Mzazi unakuta kama ni mama au baba anawapitisha watoto wake kidogo kidogo.
na wakati mwingine na kuwapiga juu. Sawa. Kuna kuta ile hima ya kuisoma Qur'ani inakuwepo katika jamii. Naam. Na wakati huo zamani watoto walikuwa asilimia kubwa hawataki kusoma, lakini wazazi wanawasukuma, wanaonesha ule muhimu wa elimu. Lakini sasa hivi ukitazama kuna baadhi ya wanafunzi wana hamu ya kusoma dini yao, lakini wazazi wanawekea vikwazo. Nenda tuition, usende, mambo kama hayo, yani wanawabana. Kwa ina maana ni tofauti kubwa baina zamani na sasa. Zamani wazee wanataka watoto wasome, lakini watoto wenyewe wazito. Sasa hivi watoto na hamu ya kusoma, lakini wazee umenikumbusha kitu binafsi mwenyewe kimenjiri takriban kabla mwaka au miaka miwili. Naam. Katika madrasa ambayo nipo nilitaka kufanya kitu ambacho sitasema kama cha ajabu, kuna kama kujaribu tajriba, kwamba nilipanga na mwalimu mkuu, bana mwalimu mkuu darasa fulani katika madrasa yetu zuri katika Qur'ani, zuri kweli, usomaji wao mzuri, lakini bado hapo nyuma. Kwa hiyo tabidi tufanye mkakati hawa watoto wamalize msahafu mapema tofauti na wenzao, kwa sababu zile njia ambazo wanazopitia watoto yani ni aibu au si vizuri waishe njiani. Sasa nikachukua juhudi ya maksudi, mimi na mwalimu wa darasa tukawa wawili tunapokezana ile darasa kwa ajili ya kutia nguvu ili kufanikisha ile jambo. Na bahati nzuri hata wazazi wao tukaambia katika kikao kwamba tunataka darasa fulani 1 2 3 4 5. Unaingia mwaka unapiga nao hatua, yani wanafunzi kaida wanasoma bali 1 bali 2, lakini unapiga bali 3 4 5 unakwenda kidogo kidogo, yani wanapiga hatua wanafunzi na kwa spidi kubwa. Baada ya miezi 4 3 kambi, ustazi mimi na kambi miezi 4, ustazi mimi na tuition nitakuja siku moja kwa wiki, ustazi mimi na kambi mpaka mwakani. Sasa wanafunzi asilimia kubwa wakawa wanaondoka. Na leo mkambi ukimzoea mtoto mtagombana na mzazi, ndio mtagombana na skuli, mtagovutana. Kwa sisi tabidi inshallah zikawa nyingi, inafika kipindi mimi nikavunjika moyo. Sheikh Rashid, tutakuja huko kwenye kambi na changamoto. Mimi naongea vipi kwamba watoto wana hamu ya kusoma, lakini wazazi mtazamo wao mdogo. Kwa wewe utakapokuwa na madrasa daima ukasahau huku utaharibikiwa. Kwa mtazamo wetu kama mzazi anatakiwa, au mtazamo sahihi, mimi nimsaidie mtoto wangu katika kulia madrasa, nimsaidie mtoto wangu katika kwenda madrasa, niwe kitu kimoja, ili madrasa yangu hii iwe ni inaziba pengo ambalo limekasoro katika malezi ya mwanadamu. Sahihi. Mpenzi mtazamaji wa channel yetu pendwa Istiqama Swahili TV, hakika kipindi kina shauku, kina hamu, kina mengi ya kuzungumzia, ila wakati umetutupa mkono. Basi nikujulishe kwamba usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare. Vile vile ikiwa kuna maoni yoyote, maswala kuhusu kipindi hiki, basi usisahau kutuma ujumbe katika namba ambayo utakayoiona hapo chini, au vile vile kutuandikia comment katika channel yetu ya YouTube. Karibuni sana, tutaonana katika kipindi chengine. Tuinuke pamoja kwa nuru ya imani, sauti ya madrasa, sauti ya madrasa, sauti ya madrasa. Elimu, Qurani, malezi, uongofu. Hii ni sauti ya madrasa.